bali ni mwanzo wa siku ya ukombozi toka kwenye utumwa na watesi wako. Ni siku ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa agano la kwanza, agano la kale, wakati Mungu anataka kuwakomboa watu wake kutoka kwenye nchi ya Misri, akaleta mpango wa kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaleta mpango wa kuwakomboa na akamwandaa mtumishi wa Mungu Musa ili aweze kuwatoa kwenye mkono wa utumwa wa mfalme wa Misri aliyekuwa anaitwa Farao wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nasema ni siku ya ukombozi kutoka kwenye nguvu za utumwa. Soma kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 na ule mstari wa 7. Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 7. Tunala karaka hapo watu wa Mungu. Amen. Kutoka 3:7. Biblia imeandikwa, tasoma kama ilivyoandikwa kwa jina la Yesu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Amen. Bwana akayaona mateso ya watu wake, akaona maumivu yao, akasikia kilio chao, akamtuma mtumishi wake Musa. Haikuwa kazi rahisi kumshawishi Musa akubaliane na huo wito. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamwambia, nimeona mateso yao na ndio maana ninataka wewe, kupitia wewe, nikawatoe kwenye mkono wa utumwa wa mfalme wa Misri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Pasaka sio sikukuu tu, bali ni mwanzo wa siku ya ukombozi kutoka kwenye utumwa, kutoka kwenye nguvu za utumwa. Watu wengi tumeteswa, tumeonewa, tumetumikishwa, tumeishi maisha tusiyotakiwa kuishi. Ndio maana hii Mungu akaandaa Pasaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama huko tuko pamoja, fanya namna mkono wako. Haleluya. Pasaka ni siku ya kukomboa kila kilichopoteza, kila kilichopotea. Siku ya ukombozi, ya kutafuta kukomboa kila kilichopotea. Miaka yote iliyoliwa, miaka yote ulioingia hasara, ili ukombozi uweze kupatikana, ikatengenezwa kitu kinachoitwa Pasaka, mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 na ule mstari wa 2. Haleluya. Kwa hiyo tunaanza mwanzo kabisa, maana ile ya Pasaka. Biblia inasema mwezi huu utakuwa mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Amen. Utakuwa mwezi wa kwanza kwenu. Ni mwanzo mpya unaanza kutengenezwa baada ya miaka mingi kupotea kwenye taifa la Misri. Mungu anatengeneza mwanzo mpya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anatengeneza mwanzo mpya kwa kupitia mtumishi wake Musa. Kwa hiyo akawaambia, huu utakuwa mwanzo mpya. Iko miaka imeliwa na parare, iko miaka imeliwa na tunutu, iko miaka imeliwa na nzige, iko miaka imeliwa na madumadu. Ndio maana Pasaka inakuja ili kupitia Pasaka ile miaka yote iliyopata hasara iweze kurejeshwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mwanzo mpya unaanza kutengenezwa. Soma Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 25. Tusoma mwenyewe kwa wakati wako, mtu wa Mungu. Haleluya. Pasaka ni siku ya kukombolewa kutoka kwenye nguvu za miungu yote iliyotesa maisha yako. Siku ya kukombolewa kutoka kwenye nguvu za miungu yote inayotesa maisha yako. Kwa hiyo Mungu ile siku alitoa hukumu juu ya miungu yote ya Misri, kwa sababu bado Farao aliendelea kuwashikilia wana wa Israeli.
akatoa hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni siku ya hukumu ambayo Mungu anapitisha hukumu juu ya miungu yote inayotesa, inayonyanyasa, inayotumikisha, inayofanya mtu asiwe kama anavyotakiwa kuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka ile sura ya 12. Kutoka ile sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14. Biblia imeandikwa, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakalowaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ilikuwa siku ya hukumu ambayo Mungu alipitisha hukumu kwenye taifa la Misri, kwa sababu pamoja na Farao kuambiwa kwamba hawa watu wanatakiwa waondolewe kwenye taifa hili waende kwenye nchi ya Kanaani, bado Farao moyo wake ukaendelea kuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu akamwambia Musa, andaa mwanakondoo, chinja mwanakondoo asiyekuwa na mawaa, mwanakondoo asiye na hila, mchinje huyo. Ukishamchinja mtamla haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mtamuoka, mtamla haraka haraka, kisha ile damu yake mtaipaka kwenye miimo ya milango kama pale juu, ili nitakapomtuma malaika wangu aende kutoa hukumu kwenye watesi wenu, kwenye miungu ya Misri, atakapokuwa amefika kwenye milango yenu, atakapokuwa naiona ile damu, itakuwa ni ishara. Haleluya. Kwa yule malaika akawa anapita, malaika mtoa hukumu, malaika mtoa roho. Sema mtoa roho. Haleluya. Sema malaika mtoa roho. Sema malaika mtoa roho. Ninakutuma kwa jina la Yesu, ukatoe hukumu kwa kila miungu inayotesa, inayonyanyasa maisha yangu, kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo malaika akapita kwenye ile milimo, akikuta ile damu imepakwa, anajua hapa ni mahali kwa wateule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo miungu yote ya Misri siku ile haikufua dafu, bali Mungu mwenye nguvu zote, muumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, alijulikana kwamba huyu ni Mungu wa kuabudiwa. Na kwa kupitia pigo hili likamfanya yule Bwana aseme, sasa ninakubali, watoe, chukua watu wako, nenda huko unakotaka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya ile hukumu. Kwa maana kila asubuhi walipokuwa wanaamka, kila wanapokuwa wanakwenda, wanakuta kilio na maombolezo, kuanzia watu mpaka wanyama wao. Wazaliwa wote wa kwanza walikufa. Farao alipoona kile kitu akasema, sasa ninawaruhusu, nendeni. Haleluya. Mkamfurahie Bwana wenu, mkamwabudu Mungu wenu, lakini nendeni nyinyi tu, vitu vyenu viache. Musa akasema, tutakwenda sisi na watoto wetu na mali zetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumekombolewa sisi na vizazi vyetu na mali zetu zote kwa damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya.